Inadaiwa kwamba Mossad walikuwa nchini Iran kwa muda mrefu sana. Ujasusi wa nchini Iran unadaiwa kwamba walikuwepo kwa muda mrefu katika maeneo mbalimbali nchini Iran wakifanya ujasusi kugundua ni nini kipo ndani ya taifa hilo la Kiajemi. Nyaraka zilizovuja zilionyesha kuwa Mossad walikuwa wamejipenyeza katika makao makuu ya IRGC pamoja na eneo la nyuklia la Sanjarian ambalo limeripotiwa kutengeneza vipengele vya silaha za nyuklia. Mawakala wa Mossad walikuwa wakifuatilia maeneo ya nyuklia nchini humo kwa karibu miaka 15 kabla ya kuanza kwa vita vya Israel na Iran, gazeti la The Times limeripoti. Kulingana na hati za kijasusi zilizovuja zimeonekana na gazeti la The Times, ambapo Mossad iligundua kwamba uwezo, maarifa na vipengele vya Iran vya mpango wa nyuklia vilipanuka zaidi na maeneo makuu ya Fordo, Natanz na Isfahan. Chanzo cha kijasusi kiliambia The Times kwamba Mossad walikuwa wameshajipenyeza katika taifa hilo la Kiajemi katika maeneo kadhaa tofauti nchini Iran tangu mwaka 2010. Fordo, Natanz na Isfahan ziliharibiwa na makombora ya Marekani na Israel mwanzoni mwa mwezi wa 6, ingawa kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu uharibifu wa maeneo hayo. Nyaraka za kijasusi zilionyesha kuwa Iran ililenga kutengeneza angalau makombora 1000 ya masafa marefu kwa mwaka na ilitaka kukusanya safu ya makombora 8000, na mpango huo ulikuwa ni kwa ajili ya kujilinda zaidi na kwa ajili ya mapambano dhidi ya maadui ambao ni pamoja na Marekani pamoja na Israel. Marekani ilijitahidi kwa kadri ya uwezo wake kuhakikisha inatumia makombora kupitia ndege za B-2 kuhakikisha inafanya mashambulizi yenye kuleta madhara katika vinu vya nyuklia vya Iran. Na hata hivyo, Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anaamini makombora yale yalifanya kazi kabisa katika vinu hivyo vya nyuklia, licha ya baadhi ya maafisa wa ujasusi wakisema kwamba hakuna kazi ya maana iliyofanywa na makombora ya B-2 yaliyorushwa na Marekani dhidi ya Iran. Hata hivyo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeripotiwa kuanzisha vita na Israel kwa kutumia makombora 2500 tu. Idara ya ujasusi iliyataja kwenye hati hizo ilisema kwamba maajenti wa Mossad walitembelea kila karakana na kila kiwanda ambacho baadaye kilishambuliwa wakati wa vita ili kulenga sekta nzima inayoungwa mkono ya utengenezaji wa kiasi kikubwa cha makombora. Israel ilianzisha vita vya siku 12 kwa msingi wa taarifa za kijasusi ambazo Iran ilikuwa ikijenga vituo vya kuuzia mafuta katika maeneo ya Tehran na Isfahan. Majasusi walijenga ramani za maonyesho ya urutubishaji wa nyuklia wakijipenyeza katika jeshi la IRGC. Chanzo cha kijasusi kilichotajwa katika hati hizo kimesema kwamba maajenti wa Mossad walitembelea katika kila karakana na aliweza kufanikiwa kupata taarifa nyeti za siri juu ya utengenezaji wa silaha wa taifa hilo la Kiajemi. Gazeti la The Times limeripoti kuwa shambulio la Marekani dhidi ya Iran lililenga sehemu 7 za eneo kuu la kurutubisha madini ya uranium nchini Iran, Natanz. Ujasusi wa Israeli ulitumia majasusi wa ardhini kuunda ramani ya Natanz na kutambua miundo ya juu ya ardhi na ya chini ya ardhi ambayo ilijumuisha bomba la kulisha na uimarishaji wa uranium. Jeshi la anga la Israel pia lililenga miundombinu ya umeme, jengo la utafiti, kituo cha transformer cha tovuti hiyo na jenereta la chelezi. IDF pia ililenga maeneo mengine kadhaa yanayohusiana na maendeleo ya silaha za nyuklia kama vile Isfahan na maeneo mengine ya kijeshi ya Shariat. Mengi ya haya yameripotiwa kuanzishwa na SPND, shirika linaloongozwa na mwanafizikia wa nyuklia wa Iran ambaye sasa amefariki, Mohsen Fakhrizadeh. Inasemekana kwamba aliuawa na Israel mwaka 2020 kwa bunduki inayodhibitiwa na satellite. Mwishoni mwa mwaka 2024, Iran ilikuwa imeelekea kuunda mfumo wa hali ya juu wa milipuko na kusababisha ujasusi wa Israel kuamini kuwa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran ingeweza kuwa na uwezo wa nyuklia ndani ya wiki moja tu. Kiwango cha uharibifu kwenye maeneo ya vinu vya nyuklia kinaashiria miaka ya mkusanyo wa kijasusi ambao bado unaweza kuendelea. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein.